Yani katika upande wa wanawake elimu ya dini imekufa kabisa, iko mahututi, imekufa kabisa, bado kuziko tu upande wetu wa Tanzania. Yani ukisikia bwana kuna mwanamke mmoja ni msomi hivyo, ukimsikia shekhe katika ilmu hata ibtidaia hafai kuwa, ambia yule ukhti bwana darasa yake kubwa kweli kweli. Ukimsikia mrongo mkubwa adanganya wenzake tu, porojo tu, wasikiza porojo tu, ambia huyu ukhti bwana kiboko huyu. Hawamo. Wewe niambie mwanamke nani ambao kwa mwenye darasa kawia ilmia kama vile ilivyokuwa inavyotakikana? Hakuna. Darasa za porojo tu, kudanganyana tu hivyo basi, intaha almawdhu. Siku hizi tunaona baadhi ya mashekhe yani waona kwamba kama mtu ukizungumza Kiarabu pekee bado ushekhe wako hujafanya nini, haujakamilika, lazima uwe na nini, uwe na Kizungu. Wakimsikia mtu anaongea Kizungu yule jamaa bwana ni shekhe lakini ni msomi, yani kana kwamba ushekhe na usomi ni vitu vile tofauti. Utumwa huwa kifikra. Kizungu nini? Kizungu lugha tu kama Kimakonde. Lugha yenyewe ni Kiarabu. Hakuna lugha fasaha zaidi ya Kiarabu. Hakuna lugha pana duniani zaidi ya Kiarabu. Toka vizuri sana. Hakuna lugha pana zaidi ya nini? Zaidi ya Kiarabu. Hakuna lugha yenye fani nyingi zaidi ya nini? Zaidi ya Kiarabu. Akhira huko katika janna tutaongea nini? Tutaongea Kiarabu. Kiarabu ni lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiarabu ni lugha ya Qur'an. Yatosha kwamba ni fakhri mtu kuwa unaongea lugha ya Kiarabu peke yake, yatosha. Hatuhitaji sisi uzungu. Kizungu nini bwana? Maraki za wanawake, kwa nini wasomeshe wanaume? Maraki za wanawake zisomeshwe na wanawake. Matatizo haya maraki za wanawake kusomeshwa na wanaume ndio haya matatizo ambayo kwamba tunayaona. Tasikia shekha amfanya hivi, shekha amfanya vile, shekha ankuwa hivi. Haya lao tungedhibiti kwa kusomesha wanawake, haya singetokea. Sawa? Wanawake shekhe, unakuta mara nyingine maustazi hao wanaitwa maustazi huko mitaani, unakuta ustazi hata hajaoa kamwe, anapewa darasa la wanawake. Vipi mtu hajaoa mnampa darasa la wanawake? Hamjitambui nyinyi? Alafu watu wengine nao wajikuta ni madarweshi sana, watafuta maustazi eti aje kumsomesha mke wake nyumbani kwake. Yeye yuko kazini. Wewe huo ni wewe, kwa sababu huu ni udayuthi shekhe. Huna wivu wewe. Yaani huyu ustazi ni malaika, si ndio? Ustazi bwana. Vipi bwana shekha amekuja? Sawa, umesoma? Yeye yuko kazini huko, ustazi yuko anafundisha huko. Amemtafutia binti zake, mimi bwana mke wangu bwana na binti zangu wanasomeshwa pale nyumbani shekha. Udayuthi huo shekha. Innal mayyita la yu'adhabu bibukai ahlihi alayhi. Ilimfikia kwamba Abdullah bin Umar anawahadithia watu ya kwamba maiti yuadhibiwa kwa sababu ya watu wake kufanya nini? Kumlilia. Amjao kusikia hadithi za mifano namna hii ya kwamba mkilia yule maiti yufanya nini? Yuadhibiwa. Katika Sahih Muslim ilipomfikia hii riwaya, Saida Aisha akasema yarhamullahu Aba Abdirrahman, Mwenyezi Mungu amraham Aba Abdirrahman, akikusudia Abdullah ibn Umar. Ama innahu lam yakdhib walakinahu akhtaa au nasiya. Katika riwaya imekuja kwamba ilipomfikia hii riwaya akasema, ama simtuhumu Abdullah ibn Umar ya kwamba amesema nini? Amesema urongo. Walakinahu akhtaa, lakini itakuwa amekosea, au nasiya, au itakuwa amefanya nini? Amesahau. Asema ma qala rasul, wallahi, kaanza hivyo, wallahi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakusemapo kamwe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anna Allaha yu'adhibu almu'mina bibukai ahlihi alayhi, ya kwamba Mwenyezi Mungu anamwamini ati anamuadhibu muumini kwa sababu ya watu wake kufanya kumlilia. Walakinahu, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, marra ala yahudiyatin yubka alaiha, alipita katika kaburi la mwanamke mmoja wa Kiyahudi ambaye kwamba jamaa zake walikuwa wakimlilia. Faqal, akanena, innahum la yabkuna alaiha, hawa watu wanamlilia huyu mama wa Kiyahudi kwa sababu ni jamaa yao. Wa innaha la tu'adhabu fi qabriha, lakini huyu mwanamke yuadhibia wapi? Kaburini mwake.
wanamlilia kwa sababu ni jamaa yao. Wa innaha latu'adhabu fi qabriha, yeye yuadhibiwa kaburini si kwa sababu ya watu wake kufanya kumlilia, bisababi kufriha, kama anavyoeleza al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya sahihi Muslim. Anasema wale wanamlilia kwa sababu ni jamaa yao. Wa innaha latu'adhabu fi qabriha bikufriha, yeye yuadhibiwa kaburini mwake kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ukafiri wake. Mwisho wa riwaya, Saida Aisha akasema, hasbukum kitabullah, kinakutosheni nyinyi kitabu cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yasema, wala taziru waziratun wizra ukhra, wala nafsi haiwezi kubebeshwa mzigo wa madhambi na makosa ya nafsi nyingine. Kwa nini yule adhibiwe? Tufanye makosa wewe vile unavyofanya. Kwa nini yule adhibiwe? Kwa sababu ya nini? Ya wewe kulia. Angalia mafuhumi haya nani? Ya As-Sayyida Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Na ala fikra hadithi ile ya almayitu yuadhabu fi qabriha bibukai ahlihi alayhi, alikuwa akihadithia Abdullah bin Umar na Umar bin al-Khattab mwenyewe babake radhiallahu anhuma. Lakini As-Sayyida Aisha akasema la, haiwezekani Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme hivi, lakini huyu amesahau siyaqi ya nini? Siyaqi ya hadith. Sayyida Aisha akarudisha siyaqi ya hadith kupitia Qur'an na kupitia riwaya hii. Ipo katika nini? Katika Sahih Muslim. Hapa tunapata masomo makubwa sana. Awalan, kitu cha kwanza, angalie vile sahaba walivyokuwa wakati wakitofautiana mitizamo yao. Huyu hakusema la, huyu mrongo mkubwa, huyu amemsingizia Mtume. Mtume hakusema hivyo tena na akome. La. Yarhamullahu Aba Abdirrahman, ama innahu lam yakdhib walakinahu akhtaa au nasi. Kwa hivyo tunapata kumbe sahaba wenyewe walifanya nini? Walikuwa wakitofautiana katika baadhi ya mawaqif. Lakini je, yule aliposikia kwamba Sayyida Aisha amemkosoa, alikuja akasema la, huyu anionea wivu tu na kadha, wakaanza kutupiana maneno? La, ilikuwa akiambiwa hivyo, hapo hapo anafanya nini? Anatawakaf, anafuata nini? Anafuata haki Sayyida Aisha. Je, sasa hivi tunao wanawake kama kina Sayyida Aisha? Je, kama hatunao, tuna mipango gani, tuna mikakati gani ya kuwaunda kina Aisha wapya? Tuko vizuri sana. Na mara nyingine inakuwa ni makosa kuhutubia watu kwamba jamaa, kwa mfano katika masala ambayo kwamba yanasikitisha ni taalimu upande wa wanawake. Yani katika upande wa wanawake elimu ya dini imekufa kabisa, iko mahututi, imekufa kabisa, bado kuzikwa tu upande wetu wa Tanzania. Yani ukisikia bwana kuna mwanamke mmoja ni msomi hivyo, ukimsikia shekhe katika ilmu hata ibtidaia hafai kuwa, ambia yule ukhti bwana ana darasa yake kubwa kweli kweli. Ukimsikia mrongo mkubwa adanganya wenzake tu. Tuko porojo tu, wasikiza porojo tu. Ambia huyu ukhti bwana kiboko huyu. Hawamo. Wewe niambie mwanamke nani ambao kwa mwenye darasa kawia ilmia kama vile ilivyokuwa inavyotakikana? Hakuna. Darasa za porojo tu, kudanganyana tu hivyo basi, intaha almawdhu. Tuko vizuri sana. Sasa kama hali ni hiyo, na sisi kama ahlul ilmi ama kama watumishi wa elimu tuna mipango gani? Kabla hatujatoa, kwa sababu mipango yote huwa inaanza kwanza katika ngazi ya shakhsia, wewe mwenyewe. Yani ukitaka ukisimamia kitu kianze katika ngazi ya nini? Yako wewe mwenyewe. Kisha ikishatoka katika ngazi yako wewe mwenyewe ije katika ngazi ya familia. Ngazi ya familia ndio ngazi zingine zinafanya nini? Zinaendelea. Ndio hata ukisoma katika ile masala ya Hudaybiyah, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba ya mwaka huu hatuwezi kwenda kufanya hija, tutaishia hapa, tutanyoa, tutafanya nini? Tutachinja, tutafanya tahallul kwa namna hiyo, kama tunavyojua katika masala ya hiji, wakati mnapozuia kuingia Makka au kwenda kuhiji. Alipoambia vile, sahaba wakafanya uzito sana. Vipi ya Rasulullah, tutarudi? Sisi tupo katika haki. Kina Umar amwambia, sisi tupo katika haki, hawa makafiri wapo katika batil. Vipi sisi turudi? Alipoingia akamweleza mke wake,
mbona hawa watu wanataka kufanya ukaidi? Mimi nawaambia wafanye hivi, alafu wanaanza kulalamika hawataki kutekeleza maamrisho. Mke wake akamwambia, fanya kitu kimoja, ita kinyozi wako, wewe toka nje, keti pale, anza kunyoa, chinja, wote watakufuata. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya vile tu, hakuna ambaye kwamba alifanya nini, alitawakaf, kila mmoja alifanya. Kwa hivyo sisi, wakati kabla hatujawahutubia watu, sisi kwanza majumba yetu yakoje? Tuko sana. Je, wake zetu tumewaandaa kuwa kina Aisha wa kesho? Lazima wake, yani mwanamke anapoolewa ni shekhe na shekhe, lazima ajue kwamba yeye katika nyumba yake fauka ya kuwa ni mke, lazima awe ni talibatu ilm, lazima awe ni mtafutaji nini, ilmu. Wake za Mtume wote walikuwa ni wanafunzi wake. Ndio tunawapata kina Saida Aisha. Saida Aisha ukisoma katika ilmu alhadithi ni katika wale sahaba ambao kwamba nini, mukthirin, waliokuwa wamepokea riwaya nyingi zaidi. Saida Aisha yumo. Kwa hivyo wake zetu lazima tuwawekee durus. Na wakati unapoa mwanamke mwambie kabisa, mimi hata wakati nataka mwambie kabisa yule mwanamke nitaka kumuoa, Allah yahfadhha, ya kwamba unaolewa na mimi, fauka ya kuwa ni mke utakuwa ni mwanafunzi. Yani lazima ukubali kwamba utasoma ila akhiri alhayat. Kama sharti hii unaiona ni ngumu, basi niambie kabisa kuanzia nini, mwanzo. La ala ras wala nini, nitakuwa mwanafunzi. Utakuwa mwanafunzi ndio. Kwa hivyo utakuwa na barnamiji za nyumbani za maisha ya ndoa, lakini kutakuwa kuna barnamiji ya nini, ya kusoma. Niyo barnamiji ghairu munqati', ni barnamiji ambayo kwamba ni daim. Hata baadhi ya ikhwa rafiki zangu nilivyowaambia, wakanaambia hayo mambo sisi wenyewe tulijaribu, lakini tumfanya nini, tunshindwa. La, hamjashindwa, hamkutaka kuendelea. Na mimi alhamdulillah toka nilipoa mpaka sasa hivi, fauka ya kuwa ni mke wangu udarisuha. Tuko sana. Nilimuoa anajua kusoma nini, lakini ile kuzungumza, kwa sababu mimi napenda kuzungumza Kiarabu. Na lugha ya Kiarabu ni sheria. Siku hizi tunaona baadhi ya mashekhe, yani waona kwamba kama mtu ukizungumza Kiarabu pekee bado ushekhe wako hujafanya nini, haujakamilika, lazima uwe na nini, uwe na kizungu. Wakimsikia mtu anaongea kizungu tu, yule jamaa bwana ni shekhe lakini msomi. Yani kana kwamba ushekhe na usomi ni vitu vile tofauti. Utumwa huwa kifikra. Utumwa kifikra. Kizungu nini? Kizungu lugha tu kama Kimakonde. Lugha yenyewe ni Kiarabu, hakuna lugha fasaha zaidi ya Kiarabu. Hakuna lugha pana duniani zaidi ya Kiarabu. Toka vizuri sana. Hakuna lugha pana zaidi ya nini? Zaidi ya Kiarabu. Hakuna lugha yenye fani nyingi zaidi ya nini? Zaidi ya Kiarabu. Akhira huko katika janna tutaongea nini? Tutaongea Kiarabu. Kiarabu ni lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiarabu ni lugha ya Qur'an. Yatosha kwamba ni fakhri mtu kuwa unaongea lugha ya Kiarabu peke yake, yatosha. Hatuhitaji sisi uzungu. Kizungu nini bwana? Kizungu nini bwana? Kiarabu. Kwa hivyo mimi katika misimamo yangu ni lugha ya Kiarabu. Hata katika nyumba yangu mimi huwa naongea Kiarabu. Isipokuwa yani mara nyingi hasa nikiwa mwenyewe ni lugha ni Kiarabu tu. Kwa hivyo namwambia sharti lazima ukubali kwamba katika nyumba yangu utaongea Kiarabu. Na kweli alhamdulillah nikafanya bidii naongea na Kiarabu. Kwa sababu ni kitu napenda, kwa sababu yani ni dini, yani ni thakafa. Angalia ndugu zetu hawa Wahindi, Muhindi hata akizaliwa wapi utamsikia anaongea Kihindi. Wahindi hawa wengi wanazaliwa Kariakoo huu, mitaa yetu hii, Mnazi Mmoja, wapi, yote ni mitaa ya Kiswahili, lakini utamsikia anaongea Kiswahili, bali kile Kihindi, kile Kiswahili chake ni Kiswahili cha nini? Cha Kihindi Hindi. Lakini wakiwa nyumbani kule wanaongea Kihindi tu. Sisi kama watu Waislamu, thakafa yetu nini? Ni Kiarabu. Kiarabu si utumwa, tofauti na baadhi ya upumbavu wanavyoeleza kwamba umeona sisi utumwa mpaka tuongee. Kiarabu ni lugha ya dini. Uarabu si kabila. Yani Uarabu biraqmi alawwal ni Uarabu wa lugha. Kiongea Kiarabu tu na pia ni Mwarabu. Kwa hivyo lazima tuwe na thakafa kuongea nini? Kiarabu katika majumba yetu. Lazima tuwaunde wanawake wetu wawe ni wasomi, lakini mabinti zetu pia wawe ni wa nini? Ni wasomi. Sio sasa hivi wake za mashekhe wanakuwa waimbaji. Wake za mashekhe wanakuwa ovyo ovyo tu. La, mke wa shekhe inabidi awe aketi, apewe kiti cha iftar. Wanawake waje uliza maswali yao yale ya kifiqhi. Tuweze sana. Yule mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza ya Rasulullah, nikimaliza hedhi nifanye nini? Akamwambia oga, kisha akamwambia kisha ujiweke nini? Miski. Nifanye vipi sasa?
Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia subhanallah, bada tayyibi. Sayyida Aisha akamvuta yule mwanamke akamwambia njoo, fanya hivi na hivi na hivi. Tuko vizuri sana. Kuna baadhi ya maswali ya kifiqhi inabidi wajibu wake zetu, sio sisi, kwa sababu yana ufaragha ndani yake. Tuko vizuri sana. Kwa hiyo jamaa, haya masala, hii ni nukta ambayo kwamba wallahi imenigusa sana, kwa sababu ni kitu ambacho kwamba huwa kinaniumiza kichwa sana. Maraki za wanawake, kwa nini wasomeshe wanaume? Maraki za wanawake zisomeshwe na wanawake. Matatizo haya maraki za wanawake kusomeshwa na wanaume ndio haya matatizo ambayo kwamba tunayaona. Tasikia shekha amfanya hivi, shekha amfanya vile, shekha ankuwa hivi. Haya lau tungedhibiti kwa kusomesha wanawake, haya zingetokea. Sawa? Wanawake shekhe, unakuta mara nyingine maustazi hao wanaitwa maustazi huko mitaani, unakuta ustazi hata hajaoa kamwe, anapewa darasa la wanawake. Vipi mtu hajaoa mnampa darasa la wanawake? Hamjitambui nyinyi? Alafu watu wengine nao wajikuta ni madarweshi sana, watafuta maustazi eti aje kumsomesha mke wake nyumbani kwake. Yeye yuko kazini. Wewe huo ni wewe, kwa sababu huu ni udayuthi shekhe. Huna wivu wewe. Yaani huyu ustazi ni malaika, si ndio? Ustazi bwana. Vipi bwana shekhe amekuja? Sawa, umesoma? Yeye yuko kazini huko, ustazi yuko anafundisha huko. Amemtafutia binti zake, mimi bwana mke wangu bwana na binti zangu wanasomeshwa pale pale nyumbani shekhe. Udayuthi huo shekhe. Wanawake wasomeshwe, yani hata ile mazingira. Kwa mfano mara nyingine inabidi wewe mwanamume kufanya kusomesha wanawake, kwa sababu ndio hivyo, wao hawamo, inabidi. Lakini katika kule kusomesha lazima kwa kuna nini? Kwa kuna mazingira. Kuna bwana mmoja mimi najua, rafiki yangu alikuwa akisomesha wanawake, anaweka hijab, wanawake wanakuwa kule, yeye anakuwa huku. Yeye yani hawaonani, yani wanasikia tu sauti, kuna vipaza sauti kule, yeye anaketi huku, kuna hijab. Nikapenda sana nidhamu nzuri. Kuna asila, maswali yanaandikwa kwenye karatasi, yanarushwa nyuma ya hijab, kuna mtu msaidizi anachukua ile maswali yanasomwa. Hata ile ustadhi mimi nina swali pia haifai ile shekh. Mashakil shekh, mtihani. Kwa hivyo lazima tuweke ile nidhamu. Sasa mara nyingine unakuta kidarasa chenyewe utafikiri ni chumba cha gesti. Hapa ustazi yuko ameketi hapa, tena ameketi chini, mara nyingine hata kiti hakuna. Vipi mtu utaenda kusomesha darasa la wanawake hakuna kiti na meza? Eti mwanamke ameketi hapa, wewe waketi hapa. Huu sheitani mtupu shekh. Lazima kuwa kuna nidhamu. Darasa lazima iwe na wasa, alafu kuwa kuna hijab, mwanaume yule awe huku, wanawake wako kule, lakini wawe na stara. Hakuna mwanamke kuja darasani na videra, sijui na vijora. Hizi nguo zote ni nguo za kishetani. Ukitoka nje, kijora, videra ni vazi ambalo kwa mwanamke avae akiwa nani? Akiwa ndani na mume wake na familia yake, si akitoka. Huo ni ushetani. Mwanamke asije darasani au amevaa zile nguo za kumetameta. Mwanamke aje darasani akiwa amevaa nguo ya plain, kama ni black, hasa ni black. Vazi la wanawake ni black, amevaa kuanzia juu mpaka chini, amevaa gloves, amevaa soksi safi kabisa. Tena zile baibui, sio zile baibui za kushika zile wanaita sasa hivi, sio abaya. Zile si nguo, si hijabu shar'i zile. Abaya zile za kushika zina shape. Hapa si unakuta nguo zingine zina mpira, zina nini zile kamba zile wanafunga. Sasa unafunga hapa ili iweje? Yani unaonyesha nini ili iweje? Madha turidini, taka nini? Lazima iwe ni nguo ambayo kwamba ni fadhfadh, wenyewe wanasema iwe kubwa, inamgubika ile nguo. Alafu akae kule vizuri na wewe uketi huku. Hapo hilo ndo darasa la kidini sasa. Lakini wewe mwanamke amekuja darasani, amejipodoa, amevaa maguo haeleweki, sio hijabu shar'i, amepaka zile sindo makeup, amepaka sijui zile nini zile shadow, sio vitu gani, alafu ameketi pale darasani, mwanafunzi huyo. Ushetani mtupu shekhe. Alafu watu wakiambiwa wakasirika, samu kasirika nini shekhe? Ushetani ndio ushetani. Hakuna dini ya namna hiyo. Lakini haya yote ili yasiwe, lazima tusomeshe nini? Tusomeshe wanawake. Lazima zijengwe marakiz ilmia za wanawake, watafutwa wanawake wasomi, wasomeshe zile marakiz. Ili hata nilipokuwa kule Azhar nilishangaa, kule kuna mahadi ya wanawake ya Azhar Sharif, Jamiatul Azhar. Nilikuta kule kuna wanawake wa Uganda wanasoma, wa Burundi, wa Rwanda, wa Afrika Magharibi, ndio usiulize.
Lakini huku upande wetu Afrika Mashariki, upande huku kwetu sisi, hasa Tanzania, Kenya, wapi hapa, hakuna mwanamke hata mmoja anasoma kule. Nikajiuliza kwa nini? Hakuna kabisa hizo harakati, movement za wanawake kusoma. Afrika Magharibi kule nimekuta kuna dakatira wanawake pale. Siku moja risala ya doktora ina tena ilikuwa katika masala ya usulul fiqh. Sheikh, katika elimu korofi ni usulul fiqh. Mwanamke amefanya PhD ya nini? Ya usulul fiqh wa Afrika Magharibi, tena mdogo tu, na alikuwa ameolewa na ana mume na ana watoto wawili, na huko anasoma, amefanya PhD ya usulul fiqh, ana watoto wawili. Mwanamke mwingine juzi niliona amefanya PhD ya usulu tafsir, ana miaka 80, sio 70, 80, mama anasoma. Sisi wenzetu wetu wako wapi? Asema bwana, wewe ukishaolewa ndo basi ushaketi tu. Hapana, wanawake wanaweza wasomeshwe, tuko vizuri sana. Lakini sasa hivi unakuta mashehe pia mabinti zao wao wanasoma school peke yake, hawasomi nini? Hawasomi dini, school tu. Jiulize, angalia mashehe wingi, mimi najua rafiki zangu wingi mashehe, mabinti zao hakuna wanaosoma nini? Madrasa, school tu. Huyu si mhasibu, huyu hapa dokta, huyu hapa sijui nini. Tuko vizuri sana. Waona ile ndio fakhari. Yaani kana kwamba huko kwenye ushehe wameingia bahati mbaya. Hata watoto wao kiume pia wako huko. Yaani kana kwamba huko wameingia bahati mbaya. Mbona wanasiasa watoto wao wengi nani? Ni wanasiasa, si ndio? Wala hakuna ubaya. Yes, ndio kitu alichokichagua. Utakuta mathalan Mzee Mwinyi alikuwa ni mwanasiasa, si ndio? Alikuwa ni rais. Mtoto wake nani? Ni rais. Hakuna ubaya. Kuna mtoto wake mwingine sijui mbunge, ndiko alipomwelekeza kule. Kwa hivyo, na hatuwezi watu wote wakawa na siasa. Wale wamekuwa na siasa, sisi huku tulio kwenye dini, wewe unabidi uwe shekhe, mtoto wako awe nani? Shekhe, binti yako awe nani? Sheikha, mke wako awe nani? Sheikha. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.